Mapenzi, mapenzi, mapenzi. Haya ni mambo ambayo si mageni kwa binadamu wa kawaida. Imagine utongoze mtu miaka mitatu, aingie boxi, umtolee mali, umtolee umlipie mahari yote kwa wazazi wake, na mwishowe mkaweze kuachana baada ya miaka 20. Noma sana. Wanaume wanapitia mambo magumu sana. Hii hapa story ambayo ilimpata jamaa fulani katika maeneo ambayo mimi ninayaishi. Alright? So, kuna jamaa fulani kwa jina alikuwa anaitwa Musyoka. Musyoka alikuwa ni jamaa mwenye kutulia, jamaa mwenye ni hardworking, jamaa mwenye hananga shughuli na watu wengine, jamaa ambaye hapendi ukorofi na kubishana na watu pale mtaani. Musyoka alikuwa ni mwenye bidii, kabahatika, akaandikwa kazi nzuri sana ambayo ni ya kipato cha juu. Kwa baada ya kumaliza chuo kikuu, Musyoka aliweza kupata hiyo kazi nzuri na akamaliza miaka kadhaa pale akiendelea kutafuta mchumba pale, kwa maana miaka ilikuwa nayo inasonga. Alright? So, Musyoka aliweza kupatana na mwanamke mdogo hapo hivyo, wakapendana, wakatongozana, akaituma mistari hapa na pale, na mwishowe Musyoka akaweza kufanya yule mwanadada akaingia box yake. Alright? So, baada ya kukubaliana kuwa wawe wapenzi na ule mwanadada kwa jina Mwende, waliweza kuwa mara ya kwanza wamekaa miaka karibu 3-4, wakiwa ile tu Mwende anamuvisit, wanaongea 1-2 na mambo ya kawaida pale kibinadamu na kiwapenzi inaendelea. Kwa maana Mwende pia naye alikuwa katika chuo kikuu katika mwaka wake wa 3 katika University of Nairobi, ambapo alikuwa anasomea udaktari. Okay. Ule Musyoka pia naye alikuwa na kazi nzuri. Alikuwa teller wa bank pale. Alikuwa ni mtu mwenye sifa mingi sana pale mtaani, na watu waliweza wakipatwa na shida walikuwa wanaenda kwake kuomba usaidizi. Siku moja kuna mama mmoja pale alikuwa anajifungua pale mtaani nyumbani huko ushago, na Musyoka ndiye alikuwa na gari na alikuwa jirani ya ule mama ambaye alikuwa na ujauzito. Alikuwa na ile hali ya karibu ya kupata ile labor pain, na waliweza kwenda kuagiza gari kwa hospitali zilikuwa zimefungwa kwa maana ilikuwa ni usiku, na ikabidi waweze kwenda kwa Musyoka kuomba usaidizi, waone ya kwamba hivi wataweza kupata usaidizi au la. Musyoka aliweza kuchukua gari lake ambalo ilikuwa ni box. Ni gari za box Nissan ya watu I think 14. Yeah. Akaingia gari pale akawapeleka hospitali ile ilikuwa ya district, na ule bwana dada akaweza kusaidika, mtoto kijana, na wakaweza kufurahi sana. So, kando na hayo, Musyoka na mpenzi wake Mwende aliweza kusoma vizuri, akaweza kumaliza chuo, akaweza kugraduate mwaka wake wa 4, na akamaliza mwaka mmoja nje pale akiweza kutafuta kazi, lakini mwisho akaweza kupata kazi. Haya, wakaweza kupanga ya kwamba ule Mwende na Musyoka wakawe wanaishi pamoja na ule bwanake ambaye ni bwana mtarajiwa. Wakaanza kuishi pamoja hivyo kidogo kidogo, ikakuwa ni kama ile stay kidogo kidogo, ikakuwa mwishowe watu wakaanza kusemanga, huyu aliolewa na ule aliolewa na huyu alioa, nikakuwa ni hivyo, haiko ile tradition ama official. Mwishowe wakaweza kubarikiwa na watoto 2 vijana, na wakaendelea na maisha yao ya kikawaida. Vijana wale wakasoma shule vizuri, wakaweza kumaliza sekondari, na ikawa ni almost 20 years ule Mwende na Musyoka wameishi pamoja kama bibi na bwana. Okay? So, ule Musyoka siku moja alikuwa tu katika shughuli zake pale za mtaani, ako kwa gari. Alikuanga kwa wakati huo bibi yake alikuwa amekwisha
enda ushago nyumbani, ndiko alikuwa anakaa, ndiko alikuwa anafanyia kazi, na Musyoka alikuwa akienda kuwasalimu huko nyumbani na anarudi shughuli zake za kikazi huku mitaani Nairobi. So ule Musyoka siku moja akaingia gari lake na akiwa tu kwa shughuli tu za shughuli zake akaweza kuona mwanadada fulani pale kando. Si mwanadada, mtu tu aliyekomaa, mtu mwenye ako na marriage over 20 years, is someone who is a grown up person. Akaweza kuangalia ule na ule si ni bibi yangu ama mimi naona zangu vipi? Musyoka aliweza kukunja macho yake vizuri na akatazama vizuri akaona ule ni Mwende alikuwa na mchumba mwingine pia. Alikuwa na jamaa ambaye alikuwa na mezea mate. Remember that watu kutoka jamii ya huko Ukambani ni watu sometimes wenye urembo wa kupindukia. They are very beautiful people from Ukambani area. So ule Mwende alikuwa pia na kimpango cha kando. Okay? So akaweza kuvizia ule Musyoka akaona wala ule si ni Mwende ule. Roho ikaweza kumgonga huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Musyoka. Akashangaa, should I go there and visit them ama ikue vipi? Akaona let me not go there. Wacha tu niache. Ule ni mke wangu. Nimemlipia mahari. Nimemtolea kila kitu changu chote. Upendo wangu wote ameupata. Nyumba nimemjengea. Nimemwekea biashara. Watoto tunao. Hata wengine wana wapenzi wao. Mtu wako form 4 pale hivyo ni watu pia wameanza kukomaa, yani ni teenagers. Wako pia na two girlfriends twao, alafu mamake pale anaanza mambo ya usherati. Hili ni jambo ambalo lilimuuma Musyoka sana. Na baada ya hapo Musyoka aliweza kwenda nyumbani mapema juu wakati mwingi alikuwa yeye si wa kuendanga wa kwanza kuwa nyumbani. Akaenda akafika, yeye akatulia pale nyumbani kama mtu ambaye hajaona chochote ambacho kimeweza kufanyika. Unaona? So baada ya masaa kadhaa mke wake naye ndiye huyo hapa. Mke wake pia alikuwa amekushanunuliwa gari na mpenzi wake na mume wake Musyoka. Gari aina ya Harrier, kama unajua Harrier. Musyoka naye gari lake ilikuwa ni Mercedes Benz, ile G350L kitu kama hiyo. Yeah. So angalia ndo huyu gari ya white ya Harrier inakuja. Musyoka yeye ametulia tu pale nyumbani yasoma gazeti. Masaa ni ya jioni. Mke wake akakuja akamuuliza, vipi? Leo wewe umetoka wapi? Ule mke wake aliweza kwanza kukunja sura na kumwambia nimetoka supermarket kununua vitu kadhaa ambazo hazikuwa hapa kwa nyumba. So nimetoka supermarket. Musyoka yeye akanod kichwa kwa ishara ya kukubaliana na ambalo ameambiwa na mpenzi wake ambaye ni mke wake Mwende aliweza kwenda kwa nyumba yake anataka mastori mingi pale hivyo, akaweza kutengeneza chai cha jioni na kumwekea Musyoka pale ili akaweze kukunywa. Unaona? Akaweze kukunywa. Musyoka yeye aliamua kwa sasa bado sijakupata na evidence mzuri. Hakutaka kuropoka mambo ati nimekuona wapi. Haya. Chai pale akaletewa akakunywa na mandazi akakula na akaweza kutulia, ndipo aweze kungojea chakula cha jioni kikaweze kutengenezwa na mkewe. Okay? Baada ya hapo kesho yake ilikuwa ni siku ya kurudi kazini. Musyoka aliweza kurudi kazini humu Nairobi, lakini akapea jamaa mmoja kazi akaweze kuchunguza hulka na tabia za mke wake. Kokote ambako anakoenda na mtu yeyote ambaye anamvizia na kuongea na yeye akaweze kupeana notification kwa bwana yake Mwende. Baada ya siku kadhaa ule jamaa ambaye alikuwa amepewa ile kazi ya kupiga spy, ule mke wake Musyoka aliweza kuona Mwende tena ndo ule amekuja kwa nyumba na gari yake ya Harrier, huku amembeba mwanaume fulani ambaye huyo jamaa hakuelewa huyo mwanaume ni nani. Nakwambia ule anaitwa nani? Musyoka aliweza kupewa information, aliingia gari Mercedes Benz kushika lami 2 hours hivi. Kwa maana ilikuwa ni hapa tu Ukambani ni Kitui. 2 hours hivyo jamaa Musyoka amefika na gari yake bila ya
muarifu mke wake ya kwamba yuaja. Kidogo kidogo akafika pale kwenye boma, akaingia tu direct, akaenda pale kwa nyumba yake Musyoka, akaenda kubisha ule mlango hivyo. Bibi yake alisita kufungua kwa maana bwanake huyu Musyoka alikuwa na kifunguo cha ile nyumba. Akaingiza mkono ndani akafungua, kwa maana ile nyumba ilikuwa imefungwa na ndani. Kufungua hivi yuampata mke wake yuajifunga leso, na pale kitandani kuna jamaa ambaye amejilaza pale bila nguo yoyote. Unaona, bibi wa Musyoka alikuwa macho zimemtoka nje, yuashangaa hapa kumeenda aje. Yaani umeoa mtu for over 20 years lakini bado yuakuchiti. Hii ni hulka ambayo kwa wanawake wengi wako nayo. Unashangaa mambo vipi, mambo yamekuwa aje hapa? Huyu mwanamke nimemridhisha, nimemnunulia mali yote, tendo la ndoa niko sawa, hizi sema ati nimefanya kazi za nje, sikujange nyumbani, lakini yule mwanadada ako bado na ile hamu ya kuchiti. Musyoka aliweza kupigwa na butwaa. Alikuwa amekomboa bunduki ambayo alikuwa ameiweka hapa nyuma ya trouser yake, alikuwa ameiweka hapo. Alitoa tu hivyo na kumwelekeza ule mke wake, lakini roho iliweza kumwambia hapa utakuwa umejichimbia kaburi pia, kwa maana utapatana na mkono mrefu wa serikali na sheria itaweza kukunasa. Remember that sheria ni kama msumeno, huwa inakata pande zote mbili, mbele na nyuma. Musyoka aliweza kumwelekeza ile bunduki ule mwanaume ambaye alikuwa kwa kitanda pale. Kwa wakati huo alikuwa yuavaa ile kaptula ile short yake ili akaweze kuvaa trouser juu. Jamaa amechanganyikiwa kabisa, na yuamjua vizuri kwamba huyu ni mke wa wenyewe na ameolewa na huyu ni bwanake. Yuamjua bwanake na yuajua huyu ni mke wa wenyewe. Ule jamaa Musyoka aliweza kuamua vipi? No retreat, no surrender. Let me shoot this guy and finish everything. Lakini roho ilikuwa imemgonga. Alifikiria watoto wake, akaona watoto wake watamlilia babake sana, kwa kuwa ilikuwa ni every minute, dakika yoyote ile yuaweza kunaswa na kufungwa korokoroni. Alipiga hesabu ya kuona vijana wake jinsi watakavyomlilia akiwa gerezani amefungwa miaka 50. Akaona no, acha hawa wawili ni waache wakaweze kuwa wapenzi kivyao. Musyoka roho ilimgonga speedy double. Alishangaa na la kufanya. Musyoka aliweza kuamua ya kwamba wacha niende sebuleni kwangu nitulie, roho iniache kunigonga, kwa maana pressure ingemuua Musyoka. Baada ya dakika chache, ule jamaa ambaye alikuwa na mke wake pale kitandani aliweza kutoka pale siaka. Aliweza kupita pale Musyoka alikuwa amekaa, akatoka mbio akaenda kabisa, na hakutaka kuangalia nyuma, kwa maana ameponea katika tundu la sindano kupatana na mauti yake. Naona, so ni mambo ambayo yalimkera Musyoka sana sana, hadi wa leo huyo jamaa Musyoka hajawahi oa. Takriban miaka 10 hajawahi oa. Amekaa tu hivyo kwa huo muda wote, hajawahi leta mwanamke pale mwingine kusema ya kwamba huyu ni mke wake wa pili. Aliweza kumpa talaka yule mke wake, na akamwambia mali yote ambayo alikuwa amemlipia akaweze kuirudisha, lakini ya kwamba sheria inakubali ya kwamba Musyoka ana watoto na huyu mke wake. So akaamua wacha bibi aende, mimi mambo na mali na pesa ambazo nilipeleka kwa wazazi wake sizihitaji kamwe. Ule jamaa anaitwa Musyoka akaweza kuwachukua watoto wake, wakaishi pamoja baada ya shule na kuwatafutia kazi nzuri zenye malipo, wakaishi pamoja. Ni jambo ambalo linatokea katika jamii zetu siku hizi. Unapata umetongoza mtu, mmeishi na yeye, kama mmeishi na yeye miaka 2-3, hata mkiachana pale you have a chance of going back na kuanza kutongoza mwanamke mwingine au mwanaume mwingine kama wewe ni mwanamke. Lakini mtu ambaye mmepiga miaka, mmekula chumvi pamoja naye, unampata yeye yuachiti. Haya ni mambo yanatokea huku duniani, na si jambo la kwanza kuweza kukupata mtu kama Musyoka. So kwa hayo machache, yes, ilimpata Musyoka, inaweza ikakupata, inaweza ikanipata mtu yeyote. Ni mambo ya mapenzi, huwa ni mambo ya kushtusha watu wengi sana humu duniani. So
Kwa hayo machache nimesema asante kwa muda wako. Kama haujasubscribe kwa channel yangu na wewe ni mgeni katika channel yangu, na kuomba ukaweze kusubscribe ili tukaweze kusonga pamoja, na utaweza kupata videos zote ambazo nitakuwa nikizileta kuanzia sasa na kusonga hivyo. So until next time, it's a goodbye for now. It is a life lesson. It can get you, it can get me, it can get anyone. Until next time, it's a goodbye for now. Stay focused, stay punitized, stay blessed. Goodbye.